Marahaba. Machozi yamekuwa mto wa safari, kila usiku, kila asubuhi najiuliza, mbona njia ni giza? Majibu yamejificha, moyo wangu unalia. Aibona kunjani bafeto we na malume. Ujamaa chisi au nanektia au nile mindosi nilomchezeshea siku ile. Baridi. Mambo. Vipi? Kanga zamani. Najua wewe unifahamu wala mimi sikufahamu. Yule Manywele akachukua nyanya zangu afa namwambia alirudishie yeye hataki. Na kakangu mimi mkali. Wewe unajifanya chizi, si ndio watoto wa matipwili. Oa, mimi chizi zaidi yako. Mimi nishakula mavi. Oa. Tulia dadangu. Wewe Taila, wewe chizi, sisi wenzako akili zetu. Oa, oa, sisi tumechochoa mwanangu. Oa, sisi tushakula mavi wewe. Umesikia? Kausha. Umesikia? Wewe sio chizi bwege. Hebu toka. Una majini? Mimi ndo mtoto wa matepuli mwanangu. Tokea. Sasa mbona nyenye moja? Mimi nataka nyenye mbili. Unasemaje wewe? Nyenye mbili. Hivyo kumedai kumbe chenga au sio? Zinakupanda? Oa tembea. Choa! Kuda dadako, shangazi yako, bibi yako kipele. Vipi mdogo wangu? Unaendeleaje? Mimi niko salama, tunaendelea vizuri. Sijui wewe kakaangu, umekuja na jipya gani tena? Jipya lipo. Tena jipya yenyewe zuri tu. Mdogo wangu bwana, katika pita zako, katika matembezi yako, mdogo wangu umeonekana. Na sio tu kuonekana, yani kuna mtu amekuja hapa anahitaji kukuchumbia. We kaka, mtu amekuja kunichumbia mimi? Odo mimi Tavi nataka kuolewa. Haya, nani huyo? Ni mtu ambaye amepigania uhai wako, amepigania afya yako na kuhakikisha kwamba unakuwa wima, unarudi kama ulivyokuwa awali. Na mpaka sasa hivi mdogo wangu umekuwa strong kabisa. Unamaanisha ustazi? Aswa, ni yeye ustazi. Ustazi amekuja hapa kukuchumbia uwe mke wake. Sawa, nimelipokea, lakini siwezi kukujibu kaka kama nimekubali au nimekataa.
lakini haimaanishi kama nimekataa, isipokuwa nahitaji muda kwanza kujifikiria, halafu ndipo nitakupa majibu. Sawa mdogo wangu, mimi sikupingi kwenye hilo. Mimi nakupa muda, nenda kaulizane na moyo wako, mkajadili vizuri, ila naamini utaniletea jibu zuri. Cha kusisitizia tu mdogo wangu, naomba ufanye maamuzi kwa haraka ili ikiwezekana ili jambo lipite kabla ya ila mazani kuisha. Tule mchele hapa. Imechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea, uchawi umekita. Kido, Wadudu vipi ndugu yangu? Kama kawaida, habari yako? Salama, unaendeleaje? Mimi niko poa kabisa. Bana, mbona adimu ulikuwa wapi? Mimi ninaenda nyumbani kwa sababu ya msiba wa dada yangu. Hata hivyo nikasema nasubirie kwanza mpaka 40 ishe. Kwa hiyo baada ya 40 kuisha ndo kama hivi nimerejea tena hapa. Pole sana ndugu yangu kwa majanga. Lakini pia inapasa tutambue mbele yake nyuma yetu. Na kingine natamani kujua umefikia wapi rafiki yangu Kido? Mimi naishi kwa shemeji yangu, Mzee Chendu. Chendu? Vipi Wadudu? Mbona kama umeshtuka? Huyo mtu umemtaja huyo ni mtata kinoma yani. Kuna kipindi cha nyuma hapa nilikuwa nafuatilia binti yuko pale yani. Lakini alinipiga marufuku nisikanyage kabisa kwa na mwandafia kinoma yani. Huyo binti kwanza ni nani? Binti fulani hivi white anaitwa Siwa huyo. Wadudu, unajua bora uchezee mabinti wote wa Chendu, lakini sio yule Siwa. Pengine wazo lako lilikuwa zuri, ila lilikaa katika mpango mbaya. Yaani ni bora rafiki yangu ungejaribu kumfuata yule Nolelwa. Kwa sababu yule binti afanani kabisa na akili za baba yake. Yeye mara nyingi huwa anakaa katika misimamo yake tu. Lakini Siwa, mimi hapa tapu sikushauri kaka. Yaani sio kwamba sikuelewa ambacho unazungumza na kuelewa vizuri sana. Lakini nadhani hata wewe unafahamu, ukishapenda sehemu, huwezi ukalazimisha upende sehemu nyingine tena. Kwa hiyo hivyo tu rafiki yangu, lakini tuachane na hayo. Wakati huu unaelekea wapi? Naenda kwenye matembezi kidogo, kuangalia ndugu jamaa na marafiki. Unajua ndo nimeingia tena. Basi sawa, haina shida. Mimi mwenyewe kuna mahala naelekea, kuna mambo nayafuatilia. Kuna imani kwa sababu usharudi, tutaonana tu. Wadudu? Ndio, Wadudu. Kido. Wewe hujaacha mambo yako bado. Tunazama na kuna chombo cha kuokoka. Hii ni ya tsunami. Unataka kutoroka eh? Ulikuwa unakwenda wapi? Nilikuwa naenda sokoni mama. Mume wako na mimi tumeshakula yamini. Chochote utachokifanya kwake mimi nakijua. Kuanzia sasa ingia ndani. Mama niache tu niende. Hapa kwangu kama kuzimu. Kuingia rahisi, kutoka ngumu. Mama nisamehe, mimi sina nia mbaya mama. Mama. Ingia ndani. Vipi? Umekaa katikati ya njia kama mstimu. Alafu unanuka jasho. Unatoa harufu. Wewe kuna kubwa. Mama yako na baba yako hawajakufunza heshima, jinsi ya kuheshimu watu wazima. Kwa hivyo ulivyo, unadhani nitakupa mdogo wangu? Yaani umevaa kichupi, vipaja kama mbu. Hivi kwenye familia ipi watakupa mtoto wao uoe? Uwezi kabisa ukamchukua mdogo wangu mimi hata siku moja. Wewe kaka wa ovyo. Hivi unajua upo sawa wewe? Kwanza unajikuta nani?
Umekuwa hapa tunakuona hapa. Unarukaruka makida hapa tunakuona. Sasa hivi unataka univimbishie mimi kifua. Kwa kifua gani? Hebu nipishe nipite. Tulia. Kaa chini. Umesikia wewe chula? Mimi sio bajaza yule nilikuwa nakuja kwenu pale. Unaniambia maneno na kashipa kibao. Ushanibadilisha roho sasa hivi. Naitwa Bajaza. Bushman, Badman. Dabatun Jungu kwa likosi ukoko. Sasa utanambia. Iwe kwa lazima, kwa hiari, kwa kutaka mwenyewe. Dogo lako utanipa unipe? Utanipa. Baridi, jichenge hivi. Pita hivi. Nasemaje? Umpati mdogo wangu. Labda mimi niwe nimekufa au mimi sio Nabu. Kiapi. Nadhani simu nimeshakupatia. Vipi? Umeipenda? Ina muonekano mzuri kwa nje. Na matumizi yake kidogo, naona kwa vizuri, sema sijajua utunzaji wake wa chaji. Ila ni nzuri, asante. Sasa mbona unanijibu hivyo? Yaani kwa dharau, kitu kama vile hujakifurahia. Sijakuelewa. Yaani unataka labda hii zawadi nipokee vipi? Yaani kama mtoto ambaye kabaki nyumbani, mama kaenda kutafuta, karudi kashika kibiskuti, kipipi, mtoto anamkimbilia mamake, ndio nataka nipokee hivyo jamani? Ushanifikishia, nikwambia basi ni nzuri. Kama ikiwa na matumizi mabaya kwenye chaji, nitakwambia unibadilishie, maana nitakuwa si relax kama ambavyo natarajia kwa na enjoy. Mimi najua kinachokusumbua. Acha leo nikate mzizi wa fitina. Twende chumbani basi. Kufanya nini? Kufanya nini kivipi Kiapi? Wewe tu ndio unafuta joto ndio kufanya nini? Welcome Zakia. Hapa ndo nyumbani kwangu na ndipo ninapoishi. Asante sana madam. Mimi nimefurahi. Na ni pazuri sana. Hongera, umejitahidi. Yes, of course. Always mpambanaji hachoki. Unajua ukiwa na kwako hata kama ni padogo, lakini ni nyumbani kwako. Haulipii kodi. Si unajua nyumba za kupanga zinamaliza sana hela. Kwa hata wewe Zakia, ukipambana utafika nilipo mimi. Kikubwa ni kupambana tu. Sawa Zakia? Asante sana kwa ushauri madam, nimekuelewa. Na nitakuwa nakuja nikipata muda tuongee, tukumbushie zamani kama mwanafunzi na madamu wake. Ni kweli. Hata mimi nimemisi sana matani ya madam na mwanafunzi wake. Ila heshima ndio kitu cha msingi. Sawa madam, nikutakia siku njema. Acha niende kwenye mizunguko yangu. Okay, fine. Karibu sana. Asante. Hapana. Sipo sawa kwa muda huu. Yaani upo sawa kivipi? Maana ile jambo ndo kila siku ulikuwa unang'ang'ania. Leo hii tumepata chance unasema uko sawa. Mbona sikuelewi wewe?
uko sawa unachozungumza. Alafu kitu ambacho natakiwa uelewe Mboni, mwanaume namheshimu sana Beniniza, yaani sana sana sana. Kwa sitopenda labda ingia hapa sebuleni asikie mara kama panya wanagombania chakula. Hii sio sehemu sahihi. Sawa? Basi sawa. Umeongea sahihi. Okay, jiandae. Baadaye tutoke. Okay. Nitakujulisha nikiweza kuweka maandalizi. Sawa. Mimi ndio chumbani kwangu. Mboni, yaani usichokijua kwamba ambavyo unajisikia na mimi nijisikia mwanzo huo, kwa sababu nafasi nilikuonesha na nilitoa kabisa nafasi, lakini ikaonekana kama vile napoteza muda wangu. Kwa hiyo ligi ama mechi inaendeza kimya kimya. Ninapokuona moyo unadunda kama ngoma ya jadi inavyogonga. Tabasamu lako jua linapozama, nafsi yangu inaamka inaruka. Kipunje. Kipunje, uko poa? Ash, ndo venya hapo wenyewe bado upudo tu. Sema mwanetu kama una kijini, yani kila nikiwa katika serenge zangu lazima tugumiane mimi na wewe. Hamna kijini wala nini. Pengine ni Mungu tu. Na huko uko naelekea wapi? Maana naona ndoo. Nashuka zangu kati hapo kwanza nikateke maji, nataka nikajimwagie, si unajua tena. Joto limeongezeka sasa hivi. Maana mvua zinakaribia kuanza kunyesha. Lakini Kipunje, samani. Sisi unaweza kanipata dakika moja ya kuzungumza na wewe? Bali dilopoka tu. Asante. Pia samani kwa hiki nitakachokizungumza. Unajua Kipunje, toka mara ya kwanza tulipokutana mimi na wewe, moyo wangu ulitokea kuvutiwa sana na wewe. Afu ukiangalia wewe ni kijana fulani mchangamfu, mcheshi, lakini pia una upendo. Na kilichonivutia zaidi kwako ni hiyo rangi yako. Ili kweli cheche cheleache. Hebu nieleweshe basi tu nikuelewe. Maana unaona unazungumza tu lakini sielewi hata unachomaanisha. Kipunje, yaani ukiniambia nirudie mara 100 neno nakupenda kwako wala sichoki. Yaani mimi ninakupenda, ninakuhitaji na ninatamani wewe wangu. Sawa, mimi nimekusoma. Sema sikilizia kwanza nitakupa jibu lako. Sasa hivi hapa nilipo na magazabu kibao, kwa naweza nikakupa jibu ambalo halikustahili. Nipe muda kwanza. Kipunje, muda tena wa nini? Tuke. Mtula kwanza. Nyewe tukiwapangilia CPA zetu mnatuelekeza tusikilizie. Sasa mbona hutaki kusikilizia? Kutesa kwa zamu hapo wenyewe. Wewe tulia, nitakupa jibu, kuwa mpole. Basi haina shida, mimi nimekuelewa. Ila nakuomba basi, mimi nakupa muda. Ila utakaponiletea jibu, hakikisha unaniletea jibu ambalo litafurahisha moyo wangu. Baridi hapo wenyewe limeisha hilo. Okay, sasa ili nikuamini zaidi kwamba utaniletea jibu zuri, naomba nikusindikize. Tukachote maji wote na nikurudishe mpaka nyumbani.
Hii kama mzee wa bwaksi, chuma kwa chuma cheche. Baridi tutoke. Ukinigusa nahisi umeme, mishipa ya moyo inacheza na sauti, hadi upepo wa usiku unanong'ona, mapenzi haya yawezi kufa. Hakuna mwingine kama wewe, ulimwengu mzima unajua kweli. Karibu mzee wangu. Asante. Tokea hali ya mtoto kubadilika hivi, kuna dawa yoyote ambayo umetumia ama kuna namna yoyote ambayo umefanya? Hapana mzee wangu. Kiukweli hakuna kitu kingine chochote ambacho nimekifanya zaidi ya kukupa wewe taarifa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi kazi inaenda au unaenda wewe? Kazi inaenda vizuri. Karibu Ustaz. Lakini umechelewa kidogo, ungekutana naye bosi wangu maana katoka sasa hivi. Sawa. Uenda Allah akupanga nionane naye. Haya. Nimekuja kukutaarifu. Muda si mrefu naoa. Yaani namaanisha kwamba naongeza mke wa pili. Wewe ni kijana wangu. Hutaki kukosa kabisa kwenye harusi. Kwanza ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu na mimi pia nimefurahi. Maana napata mama. Si unavyojua mimi kinjanja. Nataka nile nishibe ninenepe Ustazi. Haya. Acha nielekee kwa Bajaza nikampe taarifa hii. Maana tangu jana tulivyoachana msikitini, sijamtia machoni tena kwa siku ya leo. Sijajua na shida gani. Sawa, ila Ustazi naomba nikumbushe dua kabla ya kulala inasomwaje? Maana nimesahau. Shida na mambo mengi. Hadi dua ya kulala unasahau? Hapana Ustazi, maana nimehifadhi vitu vingi kichwani. Inasomwa Bismika Allahumma
amutu wa haya. Nishakumbuka tayari, asante. Haya, kwa heri. Haya. Usiogope. Umefanya vizuri sana kumwokoa huyo binti, maana ungechelewa kidogo tukempoteza katika hili dunia. Hiyo ni dawa. Unachotakiwa kukifanya, umfunge huyu mtoto kwenye mkono wa kushoto. Lakini baada tu ya kuifunga hiyo dawa kwenye mwili wake, haupaswi tena kuivua. Hata kuonyesha mvua, akiroana hiyo dawa haiwezi kuroana. Na popote anapokwenda awe nayo katika mwili wake. Sawa mzee. Ila natakiwa nimfunge kipindi yuko katika hali hii au nimsubiri mpaka amke kwanza? Ni baada ya mimi tu kuondoka hapa natakiwa kufanya hivyo. Na chengine, hiki ambacho umekiona hapa kimeendelea, kibaki katika moyo wako. Usithubutu kumwambia mtu aina yoyote. Huu ni msaada tu kwako. Sawa? Sawa. Chendu mtetezi wa kila mnyonge, ana macho kama moto waka usiku. Kwa sauti ya simba anapiga ngurumo, wachawi wanatetemeka, hakuna pa kujificha, anawakomesha wachawi. Chendu anawafichua gizani. Chendu tetezi wa haki. Kwa heri. Kwa kila hatua anashinda vita. Kila kona ya kijiji wanamjua Chendu na fimbo yake ya ukweli. Anapotembea giza linakimbia, kwa neno lake siri zinatobolewa, hakuna kinachobaki kifichwe. Anawakomesha
Tumia. Magolo ketema maushauri. Hata vimacho kama gude. Nisubiri hapo. Shamba kabisa. We Nunu ni kavu. Tena kakavu kabisa bila tomato. Haya, ndio kunitelekeza gani huko? Yaani nyumbani kwako, alafu mimi napiga makelele naomba msaada. Wewe unakausha tu kama vile uelewi. Kumbe unavyojitaka mwanamke wa shoka, kumbe ni mwanamke wa vitu vya kukatia kachumbani. Kashamba kabisa haka. Wewe. Tena naomba unikome, sawa? Huo mpango wenu unaujua vizuri. Kumleta yule chizi wako pale nyumbani. Eti kisa siku ile kule kwenu nimekuchamba. Sasa nakwambiaje? Habari zako hizo ziishie huko. Tena nakuhusu mwanamke wa shoka. Mimi sio mwanamke wa shoka kupigana na mataira, sawa? Mimi mwanamke wa shoka kusambaza umbea na kutafuta sasampa. Sijui unanielewa? Hapo sasa tu niseme kwamba kumlazi, ila ule mpango tu ambao tulikuwa tumeupanga mimi na wewe, si tulifeli wewe mwenyewe shahidi pale, kwa atakao nikakamate ndugu zake wakija wakakute. Sasa ndivyo kalichoropoka hapa, ndivyo kuambia sijui ya moja wala ya mbili, tuko mtu mbili tunakitafuta. Mwingine amepitia huko hivi ambao ni chebeji yangu, alafu na mimi napita kwenye vijia hivi, labda kama umekaona kapato basi niambie basi ndugu. Na CCTV kamera? Au nina chombo cha habari ambacho kinatangaza watu waliopotea? Alafu usichokijua kipe, ndugu yako kantia sana hasara. Yaani nimemaliza hela zangu zote kwa sababu ya kwenda kujitibia hii shingo. Sasa kwa taarifa yenu, sasa hivi ninatembea na Arabi. Popote nitakapomuona namkamata. Alafu usichokijua, jela za machizi zipo. Na kuna manyapala vile vile. Kwa msinitafute ubaya. Wewe, stop kadi moja hapo ulipo. Tena ugande kama sanamu. Wewe una akili mdogo wangu wewe? Kwa hiyo umeamua kae na ule bajaza wako, umjaze, umpampulishe, aje kunifanyia fujo mimi. Wale mwanamke wako hujamwambia kama mimi ndo mamako, mimi ndo babako. Hujamwambia jinsi ya kuniheshimu mimi. Kanikuta njiani ananifanyia fujo, ananizalilisha, ananitia aibu, ananifezesha. Unafikiri kwa staili yule atakuja kuoa? Labda mimi sio nabu, nakwambia mimi sio dada yako. Yule haoi. Hata kuja kuoa kwenye familia hii. Unajua kanifanya fujo, kanizalilisha. Hapa bajaza haoi. Alafu unabeba ndoo uende bombani. Unafikiri mimi sijui? Hiyo mimi naijua. Nimeanza hayo mambo kuyafanya mimi kabla wewe hujazaliwa. Upo kwenye tumbo la mamangu, nimeanza kufanya mambo ya muda mrefu. Sasa hivi unachukua ndoo uende bombani, ukakutana na yule mchafu kuoga. Hapa uende kokote. Naomba chukua ndoo tuende ndani. Sasa dada, mbona kama uniamini mimi? Na nishakwambia kabisa, nimemwambia asije kabisa hapa nyumbani, lakini bado tu uniamini dadangu. Nikuamini nini wewe? Nikuamini kitu gani? Mpaka yule mwanamume anatoka huko na nguvu zake kuja kunifanyia fujo mimi. Inaonekana wewe kabisa unampa kichwa. Yaani wewe bado mpaka sasa hivi upo naye kimahusiano. Na kama ikitokea tena, karudia tena kuushika umwili, kunipiga mimi kama mtoto wake, nitakuja hapa nyumbani nitakufanya kitu. Utashangaa, utasema mimi sijazaliwa na tumbo moja. Nakwambia nitakupiga. Nitakupiga kama sijazaliwa na wewe. Narudia tena. Naomba beba ndio tukutane. Baba twende ndani. Babu mmoja. Jamani, maskini. Sasa ubaya uko wapi hapo tu? Batala tena kwanza kuniambia mara umetembea na Arabi. Mimi kama unavyoelewa ni mtu wa watu, sina ubaya kabisa. Wewe kama tu imeshindikana kuniambia kama hujakaona umekaona. Sawa. Alhamdulillah tu anajua Jehova. Wewe nani tu kiatu endelea na serengeti zako. Tena na wewe nakutamani wewe ukipita kwenye njia yangu na kunyoa hizo nywele hizo. Muone kwanza sura yake ilivyomshuka. Kajua la jioni. Yaani kama ulikuwa hujui. Mimi mlingoti bati bendera bati, timu ya mtu mmoja. Baby hello. Nedigia. Kaone kama mwanamke kanatembea kama kanarudi nyuma. Kashamba kabisa. Kijana kimoja kana mwezi mzima akabadilisha. Unafikiria hatukujui? Hapo tu nimekustai kwa sababu umesema umetembea na Arabi. Niko na kakanda mimi hapa. Yaani pionze gogono huyo. Uko ni bwana mimi mno ajabu. Unabati tu hivi hapo kadalindwa na serikali. Kashamba kabisa yake. Sasa na wewe Poloto Jabadi uko wapi? Aya ndugu zako wakija wakikuta tena mimi sijakukamata. Sasa kama mimi nimekufanya kimsukule nimekuchezesha. Hadi kusumbua na tu kwenye maisha haya.
Ngoja. Mzigo kwenye begi. Na ninakupa mzigo huu kwa sababu naamini kwamba sura yako na roho yako ni ngumu. Sasa nitashangaa kuona sura yako ilivyo ngumu, alafu roho yako ikawa nyepesi. Chukua. Sawa sister. Mzigo umefika mahali pake. Mimi naitwa Yakuza Mwamba. Uwaga nikikosea lazima nijichane kuweka alama. Kwa hili limeisha. Imechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea, uchawi umekita kama mti wa miiba, na kila mtu anaogopa hata kivuli chake.